siasa ni maisha. Siasa ndio inayoshepu nchi. Hatuwezi kuishi nje ya siasa. Yaani kama unasema mimi siasa hainihusu, ujielewe. Mimi mambo ya siasa. Mimi mambo ya siasa. Wewe unaishi hivi unavyoishi kwa sababu ya siasa. Siasa ndio inayotengeneza nchi. Watu unaowachagua wakoje? Wananchi mnavyopapalikia uchaguzi, mnaupapalikia katika namna gani? Ni lazima tuingie katika siasa. Tuwaweke watu katika siasa. Wa Moravian mkisema sisi siasa haituhusu, wapo watu wataingiza watu na watawapeleka wanakotaka. Nyinyi mtabaki kama makondoo yasio na mchungaji. Wanasiasa ndio wanaoweza kusema tunawapeleka kwenye malisho au tunawapeleka jangwani ambako hakuna chakula. Kwa hiyo tunapoenda kwenye uchaguzi, ni muhimu wa Kristo mjue umuhimu wa kuchagua viongozi. Hao mnaowachagua ni akina nani? Kama wa Moravian hamjitokezi, hamtakuwa na madiwani wa Moravian. Mtapata wenzeni watawawekea madiwani na wenye mwelekeo wanaoutaka. Wa Moravian jitokezeni, mgombee. Mnaogopa kitu gani? Nimeona niliposema Sotoka simama hapa kasema Chadema, watu wameshituka. Hii ni nchi ya vyama vingi. Kwa nini mnashituka? Hii ni nchi ya vyama vingi. Huyu ameamua kuwa kiongozi kwenye Chadema na ni Moravian. Sisi tunajivuna kwa ajili yake. Kwa hiyo hebu nendeni muingie kwenye siasa. Mkirudi nyuma mtawekewa watu ambao hawatawasaidia na mtalia kilio cha kusaga na nini? Neno. Ni lazima Wakristo tuwe na macho ya kuangalia tunaenda wapi. Siasa ndio maisha na maisha ni siasa. Hakuna maisha nje ya siasa. Wakristo tunaweza tukaacha sawa, lakini cha mtema kuni tutakiona. Kwa sababu watakaoingia hawatatusaidia. Ni lazima tuwe na watu wacha Mungu. Wacha Mungu wakiingia kwenye siasa, na siasa inakuwa ina hali ya kumpendeza Mungu. Semeni amini. Kwa hiyo unayesema mimi si mambo ya siasa, ujue, ujielewe. Siasa itakuendesha. Mungu awabariki.